Majeshi ya Iran, Russia, China kufanya mazoezi ya pamoja ya majini. Mazoezi ya pamoja majeshi ya majini yatakayohusisha vikosi vya wanamaji vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Russia na China yamepangwa kufanyika katika eneo la kaskazini mwa Bahari ya Hindi, ambapo mataifa hayo matatu yatashiriki katika operesheni kubwa za baharini zinazojumuisha vitengo mbalimbali vya vikosi vyao vya jeshi. Wizara ya Ulinzi ya China ilitangaza kwenye akaunti yake rasmi ya Weibo Jumapili kwamba mazoezi haya ya majini yaliyopewa jina la Ukanda wa Usalama 2025 yatafanyika katika maeneo karibu na bandari ya Chabahar kusini mashariki mwa Iran mapema na katikati ya Machi. Taarifa ya wizara hiyo imesema mazoezi hayo yatajumuisha kozi za mafunzo, ikiwa ni pamoja na kushambulia malengo ya baharini, kudhibiti uharibifu na shughuli za pamoja za utafutaji na uokoaji. Taarifa hiyo imesema mazoezi hayo yanalenga kuimarisha hali ya kuaminiana kijeshi na ushirikiano wa kivitendo kati ya askari wa nchi zitakazoshiriki. Jeshi la wanamaji la ukombozi wa watu la China limeripoti kutuma manowari ya kivita na meli ya misaada ya kilojistik ili kushiriki katika zoezi hilo la pamoja. Mtaalamu wa China amesema kuwa zoezi hilo litasaidia kulinda usalama katika eneo muhimu kimkakati na usafirishaji majini. Ukanda wa Usalama 2025 ni mazoezi ya 5 ya pamoja majeshi ya majini ya China, Iran na Russia tangu mwaka 2019. Jeshi la wanamaji la Iran na wenzake wa China na Russia wamefanya mazoezi kadhaa ya kijeshi katika miaka hivi karibuni ili kuimarisha usalama na amani ya biashara ya kimataifa ya baharini. Hayo yakiendelea, Korea Kaskazini imeionya Seoul na kutishia kuchukua hatua kali iwapo mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya kila mwaka kati ya Korea Kusini na Marekani yataendelea katika wiki zijazo. Pyongyang imesema kuwa Korea Kusini na Marekani zitagharamika pakubwa kwa maneva hayo ya kijeshi. Inasema nchi maadui zitalazimika kulipa gharama kubwa kwa maneva yao ya kijeshi ya kipumbavu ambayo yatapelekea Korea Kaskazini kuchukua hatua za haki za kujihami, imesema taarifa ya Pyongyang. Pyongyang imetoa onyo hili siku mbili baada ya Korea Kusini na vikosi vya jeshi la Marekani kutangaza kuwa mazoezi ya kijeshi yaliyopewa jina la Ngao ya Uhuru yataanza Jumatatu ijayo na kuendelea kwa siku 11. Pyongyang imelaumu majeshi ya Seoul na Washington kwa maneva hayo na kusisitiza kuwa iwapo Marekani itaendelea kutunisha misuli kijeshi, Pyongyang pia haitakuwa na chaguo jingine gairi ya kuhuisha uwezo wake wa kukabiliana na hujuma za adui. Korea Kaskazini kwa muda mrefu sasa imekuwa ikishutumu na kukosoa mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini na kuyataja kuwa yana lengo la kutekeleza hujuma na uvamizi. Nikwambia hivi, hatujamaliza. China imeituhumu Marekani kuwa na sera za nyuso mbili. Wizara ya mambo ya nje ya China imeutuhumu utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa kufuata sera za nyuso mbili na kuahidi kukabiliana kwa uthabiti na mashinikizo yanayoongezeka vikwazo, huku mvutano kati ya nchi hizo mbili zenye nguvu za kiuchumi ukiendelea kutokota. Akizungumza pembezoni mwa mkutano wa kila mwaka wa bunge la China Ijumaa, waziri wa mambo ya nje Wang Yi aliikosoa Washington kwa kuiwekea ushuru wa adhabu licha Beijing kuchukua hatua kama mshirika wa kutegemewa kimataifa na kusaidia kukabiliana na mgogoro wa mihadarati aina ya fentanyl unaoisakama Marekani. Ikiwa upande mmoja unatoa mashinikizo kwa upofu, China itapinga hilo kwa uthabiti. Wang ameonya na kuongeza kuwa hakuna nchi inayoweza kufikiria kuwa inaweza kukandamiza China kwa upande mmoja huku ikiendeleza uhusiano mzuri na China kwa upande mwingine. Tangu Trump aingia madarakani, Marekani imeongeza maradufu ushuru wa bidhaa zote za China kutoka 10% hadi 20% na kutuonesha kidonda cha ushuru uliokuwepo kwa maelfu ya bidhaa za China. Mwezi uliopita, Rais wa Marekani pia aliamuru ushuru mpya kwa bidhaa kutoka China, Mexico na Canada, akitaja haja ya kulinda maslahi ya Marekani na kuashiria wasiwasi juu ya usawa wa biashara, uhamiaji haramu na utitiri wa dawa za kulevya nchini Marekani. Vilevile, mwakilishi wa kudumu wa Russia katika mashirika ya kimataifa mjini Vienna, Mikhail Ulyanov, amesema kuwa utawala wa Israeli hauna haki ya kutoa maoni kuhusiana na mpango wa amani wa nyuklia wa Iran. Ulyanov amesema hayo wakati akitoa majibu madhubuti kwa mwandishi wa habari wa BBC ya Kiajemi ambaye alitaka kutilia shaka mpango wa amani wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mer, Ulyanov ameitaja Iran kuwa jirani na mshirika muhimu wa Russia, akisisitiza kwamba urutubishaji wa madini ya Iran hata ukifikia 90% ni wa amani kabisa. Mwanadiplomasia huyu wa ngazi ya juu wa Russia amesisitiza kuwa Israeli haina haki ya kuzungumzia miradi ya nyuklia ya Iran yenye malengo ya amani au kuingilia suala hilo. Wakazi wengi wa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu wanataka Netanyahu ajiuzulu.
Matokeo ya uchunguzi wa maoni uliofanywa hivi karibuni unaonyesha kuwa Wazayuni walio wengi wanaoishi katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israeli wanasema kuwa Netanyahu anapaswa kujiuzulu na kukubali kubeba jukumu la kushindwa mkabala wa operesheni ya wanamapambano wa Palestina ya tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Uchunguzi huo wa maoni uliofanywa na taasisi ya demokrasia ya utawala wa Kizayuni unaonyesha kuwa athari ya Wazayuni wanaoishi katika ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu Israeli wanaamini kuwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huo, anapaswa kujiuzulu na kubeba dhima ya matukio ya Oktoba 7. Uchunguzi huo wa maoni umefanywa na kituo cha uchunguzi wa maoni ya umma na sera cha Viteb kwa kuwashirikisha wanaume na wanawake 759 kuanzia Februari 25 hadi 28, ambao washiriki waliulizwa ni hatua zipi Netanyahu alipaswa kuzichukua. Aghalabu waliojiwa 48% walisema kuwa wanaamini kwa waziri mkuu wa Israeli anapaswa kukubali kuwajibika na kujiuzulu haraka iwezekanavyo, huku 24.5% wakisema kuwa anapaswa kukubali kuwajibika lakini ajiuzulu baada tu ya kumalizika kwa vita. Askari wa Israeli wamevamia misikiti mjini Nablus na kuzuia swala ya Ijumaa. Vikosi vya jeshi la Israeli wamevamia misikiti kadhaa katika mji mkongwe wa Nablus, eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan huko Palestina, inayokaliwa kwa mabavu na kuzuia kuswaliwa swala ya Ijumaa iliyopita. Lakini huku vyanzo vya usalama vya Palestina na wakazi wa Nablus, shirika rasmi la habari la Palestina Wafa limesema Wapalestina 3 wamekamatwa na kuzuiliwa wakati wa uvamizi huo. Magari ya kijeshi ya Israeli yalivamia vitongoji vingi vya Wapalestina katika jiji hilo na kufyatua risasi za moto, maguruneti ya kupoozesha mwili na mabomu ya kutoa machozi. Video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha Wazayuni hao magasibu mapema Ijumaa wakiuchoma moto msikiti mmoja katika mji wa Nablus. Hii si mara kwanza kwa Wazayuni kuvunjia heshima matukufu ya Kiislamu katika mji huo mkongo kihistoria wa Wapalestina. Hivi karibuni pia walowezi wa Kizayuni wenye misimamo mikali ya kufurutu ada walivamia msikiti mmoja na kuvunjia heshima Qur'an tukufu katika mji huo wa Nablus. Makundi ya mukawama wa Kiislamu yametoa mwito kwa Wapalestina wote kuihami misikiti na taasisi za kidini, huku yakitoa mwito kwa mashirika ya kimataifa kutekeleza wajibu wao wa kuwabebesha dhima Wazayuni kwa jinai hizo. Vile Israeli imefanya shambulio la anga dhidi ya wanamgambo wa Kipalestina kaskazini mwa Gaza. Shambulio hilo la Jumapili linazidi kuhatarisha makubaliano tete ya kusimamisha vita. Shambulio hilo limefanyika wakati Israeli ikijiandaa na mazungumzo mapya Jumatatu yatakayoamua hatima ya mpango wa kusitisha vita na kundi la Hamas. Kundi la Hamas la Palestina mara kadhaa limekuwa likitoa wito wa kuanza haraka kwa mazungumzo ya awamu ya pili ya mpango wa kusitisha vita inayotazamiwa kuvimaliza kabisa vita. Hata hivyo, Israeli inasema inataka kurefushwa kwa awamu ya kwanza ya makubaliano hayo hadi katikati mwa mwezi Aprili. Vile uchunguzi mpya umefichua kuwa kitengo cha ujasusi wa kielektronik cha jeshi la Israeli cha 8200 kimetumia mkusanyiko mkubwa wa mawasiliano yaliyonaswa kutengeneza chombo cha kijasusi cha akili mnemba AI ambacho modeli yake inashabihiana na ChatGPT kwa lengo la kuwachunguza na kuwafanyia ujasusi wananchi wa Palestina. Uchunguzi huo uliofanywa na gazeti la Uingereza la The Guardian na matokeo yake kutolewa Alhamisi umeshirikisha pia jarida la Plus 972 na kituo cha lugha ya Kiebrania cha Local Call. Uchunguzi huo umeeleza bayana kuwa kitengo cha 8200 kilifunza kifaa hicho cha AI kuelewa Kiarabu kinachozungumzwa kwa kutumia idadi kubwa ya mazungumzo ya simu na ujumbe wa maandishi unaopatikana kupitia ufuatiliaji wake wa kina wa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Kitengo hicho cha kijasusi kiliharakisha uundaji wa chombo hicho baada ya kuanza kwa vita vya mauaji ya halaiki ya Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 7, 2023 na kutoa mafunzo kwa nusu ya pili 2024. Uchunguzi ulibaini na kuongeza kuwa haijabainika ikiwa modeli hiyo bado imeshatumiwa na jeshi vamizi la Israeli. Nadim Nashif, mkurugenzi wa kikundi cha haki za kidigitali cha Seven Amley, amesema Palestina wamekuwa wahanga katika maabara ya Israeli ili kuendeleza mbinu hizi na kumiliki silaha za AI yote hayo kwa madhumuni ya kubakisha hai utawala huo wa kibaguzi na gasibu. Mashirika ya kijasusi ya utawala wa Kizayuni yametenga fedha nyingi za kuwarubuni na kuandaa rasilimali watu kwa ajili ya kuwatumia kwenye masuala ya kijasusi. Vile mchambuzi mmoja mashuhuri wa ulimwengu wa Kiarabu amesema kulazimika Donald Trump kuomba kufanya mazungumzo ni matokeo ya kufeli na kukata tamaa serikali yake katika njama zake za kuilazimisha harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas itii amri zake. Abdel Ban Atwan ameelezea kushangazwa na tabia baadhi ya nchi za Kiarabu
ambazo zinajaribu kuisifu Marekani, wakati ambapo uhakika ni kwamba Trump na serikali yake wamelazimika kupiga magoti msimamo wa kutotetereka wa mukawama wa Palestina. Amesema uamuzi wa Marekani wa kukubali kufanya mazungumzo na Hamas, matokeo ya kukata tamaa na kuelewa kwamba hawawezi kuwalazimisha Wapalestina wanamukawama kutii amri zao. Ameongeza kuwa hatua ya Trump ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas imekuja baada ya kutambua kwamba harakati hiyo haiogopi vitisho vyake na wala haiogopi kufunguliwa milango ya Jahannam dhidi yake. Msimamo wa Hamas ni imara na madhubuti. Wananchi wa Palestina nao wako imara, na ndio maana njama za Trump zikiwemo za kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza zimefeli. Kwa mujibu wa mchambuzi huyo maarufu wa ulimwengu wa Kiarabu, vitisho vya kuendelea utawala wa Kizayuni wa Israeli kuwaua kwa umati wa Palestina kwa kutumia mabomu ya Marekani navyo vimeshindwa. Amesema tofauti na wanavyojaribu kuonyesha baadhi ya viongozi wa nchi za Kiarabu, mazungumzo baina ya Marekani na Hamas si zawadi, bali imekuja baada ya Marekani kukata tamaa na kushindwa mbele ya msimamo usiotetereka wa mukawama wa Palestina. Ripoti iliyochapishwa kwenye gazeti la Marekani la The New York Times imefichua kwamba Wakristo wa Kiinjili ambao walitoa huduma kubwa kwa rais wa Marekani Donald Trump wakati wa uchaguzi uliopita, ambapo karibu 80% walimpigia kura, sasa wanasubiri alipe fadhila na kuiruhusu Israeli kutoa ukingo wa magharibi kwa madai ya ahadi ambayo eti Mungu aliwaahidi Wayahudi katika Biblia. Efrat Livni, mwandishi wa New York Times, ameripoti kuwa Wakristo wa Kiinjili wanatafuta njia ya kunyakua ardhi ya Palestina ya ukingo wa magharibi, ambayo kimataifa imetengwa kwa ajili ya taifa la baadaye la Palestina. New York Times imeongeza kuwa wafuasi mashuhuri wa evangelist wa Donald Trump wanapenda kuzuru Israeli na kutia saini maombi ya kutaka kutwaliwa eneo la ukingo wa magharibi, na wanahamasisha uungaji mkono katika bunge la Marekani kwa matakwa yao. Gazeti hilo la Marekani limeripoti kuwa viongozi wa evangelist ni sehemu ya vuguvugu la Wazayuni wa Kikristo, na wanaamini kwamba ardhi hiyo ya Palestina ilitolewa kwa Wayahudi katika Biblia. Kwa mujibu wa New York Times, mojawapo ya makundi mashuhuri zaidi yanayofanya kazi katika mfumo huu ni kundi la American Christian Leaders for Israel, ambalo linapinga mashinikizo ya aina yoyote ya Marekani kwa Israeli. Ripoti hiyo imeeleza kuwa wafuasi wa Kiinjili wanaomuunga mkono Trump wanatumai kwamba ataunga mkono mpango wa kunyakuliwa ukingo wa magharibi ili kukomesha mjadala wowote kuhusu kuundwa taifa la Palestina katika siku zijazo. New York Times imesema kuwa baadhi ya maamuzi ya Trump yametekeleza matakwa ya Wakristo wa Kiinjili, kwani mwezi uliopita aliunga mkono mpango wa kuhamisha wa Palestina kwa nguvu kutoka ukanda wa Gaza, na mnamo Januari alifuta amri ya utendaji ya rais wa zamani wa Marekani Joe Biden iliyoruhusu kuwekewa vikwazo walowezi wa Israeli katika ardhi ya Palestina katika ukingo wa magharibi. Vilevile Trump amewateua wanachama wa vuguvugu hilo la Wakristo wenye fikra za Kizayuni kujaza nyadhifa muhimu katika utawala wake, akiwemo Paula White kama mshauri wa ofisi mpya imani ndani ya White House. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Sambamba na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuongeza mashinikizo kwa utawa ya vitisho vyake vya kuiteka Canada na kuijumuisha kwenye majimbo ya Marekani, wananchi wenye hasira wa Canada nao wameamua kutoka kimya na wameanza kwa nguvu kutekeleza vikwazo dhidi ya bidhaa za Marekani. Jumamosi, shirika la habari la IRNA limenukuu makala television ya CNN ya Marekani ambayo inasema wananchi wa Canada sasa hawatumii tena nyaya za California, bali wameamua kutumia za Italia. Hawatumii tena pepperoni ya Ohio, na badala yake wanatumia nyama zinazozalishwa Ontario. Hawatumii tena Coca-Cola na maji ya carbon kutoka Marekani, na badala yake wanatumia Shabbat zinazozalishwa ndani ya Canada. Mwisho wa mwezi Januari 2025, Trump alizidisha vitisho vyake kwa kuitaka kunyakua ardhi ya Canada na pia kuharibu uchumi wa nchi hiyo kupitia kuziwekea ushuru mkubwa bidhaa zake. Katika sehemu yake nyingine, makala hiyo ya CNN imemnukuu Graham Palmpeter ambaye ana duka la pizza magharibi mwa Toronto, akiwaambia wateja wake kuwa ameamua kubadilisha bidhaa zinazojaza jokofu na rafu zake ili isiweko hata bidhaa moja kutoka Marekani. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.